Robert Prevost ametangazwa kuwa ndiye kiongozi wa kanisa Katoliki duniani na yeye ndiye papa wa kwanza kutoka Marekani na amechagua jina la Papa Leo wa 14. Kanisa Katoliki limempata kiongozi wake atakayewaongoza takriban waumini bilioni 1.4 duniani kote. Kiongozi huyo amepatikana baada ya uchaguzi uliofanywa na makardinali wapatao 133 kutoka mataifa 70 na yeye alizaliwa huko Chicago Septemba 14 mwaka 1955. Alisoma katika umoja wa kiteolojia wa kanisa wa Kikatoliki wa Chicago na alitunukiwa diploma ya teolojia pamoja na mambo mengine, na yeye akiwa anatoka katika shirika la wana Agustino ama Agustinian, moja kati ya mashirika maarufu ndani ya kanisa Katoliki. Na kwa ufupi tu, yeye alikuwa ni kiongozi wa dikasteri ya maaskofu na rais wa tume ya kipapa ya Amerika Kusini tangu mwaka 2023. Na yeye alikuwa miongoni mwa majukumu aliyokuwa anayafanya ni kuchambua kabla ya maaskofu kuchaguliwa na papa, yeye ndo alikuwa anatoa mapendekezo. Na kabla ya hapo alihudumu kama askofu wa Chiclayo huko nchini Peru kuanzia mwaka 2015 mpaka mwaka 2023. Na kabla ya kuwa askofu wa Chiclayo alikuwa mkuu wa shirika la Mtakatifu Agustino OSA kutoka mwaka 2001 mpaka mwaka 2013. Alizaliwa mwaka 1955 huko Chicago, Illinois, Marekani, na ni msomi mwenye degree 5. Alipata daraja takatifu la upadri mwaka 1982 baada ya kuhitimu shahada ya falsafa, yani bachelor degree in philosophy, na shahada ya teolojia, ni bachelor degree in theology huko Illinois, California. Mwaka 1984 alitumwa masomoni nchini Italia na kuhitimu shahada ya kwanza ya sheria za kanisa katika chuo kikuu cha Mtakatifu Toma wa Aquino kilichopo Roma. Mwaka 1987 alihitimu shahada ya umahiri katika sheria za kanisa na baadaye shahada ya uzamivu katika sheria za kanisa kutoka Pontifical College of St. Thomas Aquinas. Kisha alirudi Marekani na kutumwa umisheni huko Amerika ya Kusini, ambapo alitumikia nafasi mbalimbali ikiwemo askofu wa jimbo la Chiclayo nchini Peru. Mwaka 2015 aliomba na kupewa uraia wa Peru, wakati huo akiwa bado raia wa Marekani. Leo jana tarehe 8 mwaka 2025 amechaguliwa kuwa papa wa 267 akimrithi Papa Francis, na amechagua kutumia jina la Leo 14 akiendeleza ama akichagua kuendeleza yale ambayo aliyafanya Leo 13. Aliongoza mwishoni mwa karne ya 19 na mpaka mwanzoni mwa karne ya 20 alipofariki. Sasa tunaungana na Peter Sipano kwa uchambuzi wa kina kuhusiana na uchaguzi huu wa kihistoria, uchaguzi ambao imechukua takriban miaka 12 kushuhudia tukio kama hili, na mara mwisho tukio kama hili lilishuhudiwa. Mengi sana ya kisomi ndani ya kanisa yameandikwa na wako nje ya boksi sana. Na ni kundi ambalo tuseme ni jeshi la wanyonge. Yani kama unavyoona yeye hajakaa Marekani. Si miaka yote kaenda kwenye, tena huko nchi anazoenda anaenda sehemu maskini. Kwa hiyo wao ni kama wanaharakati wa kinyonge, lakini wakielimu sana. Sasa hebu tumkaribishe Padri Titus Ngapemba ambaye yuko Roma hivi sasa. Na ndio maana hawakumweka Mtaliano tena. Kwa mara ya 3 dunia inashangilia kwamba hajaingia Mtaliano, kwa sababu wale walikuwa ndo kwao pale. Miaka yote ni wao tu. Sasa kuna changamoto ndogo. Mimi nilikuwa hata leo usiku kucha nasikiza radio zote za Italy. Wakidogo walitegemea Papa Mtaliano mara hii, kwa sababu wanasema miaka zaidi ya 40 jamani, hatumpata sana Kardinali Pietro Parolin. Sasa lakini dunia tumempata papa ambaye ataifungua dunia, na historia inaonyesha kwamba tukimpata papa ambaye anatoka nje ya Italy au nje ya Europe, na sisi tunapumua duniani, tunaonyeshwa upendo. Lakini kuna mjadala ambao umeibuka mkubwa kuhusiana na papa kutoka Marekani. Ndio hilo kwa sababu kwanza ni jema, lakini pia ni Marekani ambaye si hajakaa Marekani, ni Marekani wa kidunia, ni mwana Commonwealth mwenzetu. Mimi nafikiri ni papa sahihi, na hawajakosea wale makardinali zaidi ya 89 kwa kura zilizopigwa pale, kwa sababu wale ni 133 kupata asilimia yes, ni lazima wawe japo kuanzia 89 kwenda mbele. Kwa hiyo hawajakosea, ni papa ambaye tunamhitaji kwa sasa. Sasa tumalizie kidogo na Padri Ngapemba, sio kama bado yupo. Lakini vile vile Vatican pia inaongozwa kwa misingi na tamaduni na sheria.
Huyu pia amejifunza, amefanya kazi Vatican, amemuona pia aliyotangulia Papa Francis, ameona changamoto zilizopata na challenge zilizopata nje, ameona hitaji la kanisa na amekuwa akisaidia pia kushauri papa wa namna gani, maaskofu wa namna gani wanachaguliwa, kwa sababu alikuwa katika ofisi hiyo. Kwa hiyo mimi kwangu ninaona anafaa pia, kwa sababu ni maamuzi ya kura zile ambazo zilikuwa zimehitajika 2 ya 3, lakini nje watu wanaangalia katika mtazamo wa kisiasa. Ndio papa tunamwangalia katika kofia mbili, diplomatic man, kwa maana kwamba interstates, kati ya nchi na nchi, lakini pia ni kiongozi wa kiroho, na ndio maana sema basi tumpe nafasi ya kufanya kazi. Mimi naamini atafanya kazi katika misingi na taratibu ya kanisa liloweka, na yeye kama papa na vile vile ni askofu wa Roma, maana yake ni kiunganisho cha maaskofu wote na Wakristo wote duniani. Wakati huo pia ulimwengu unamwangalia mchango wake zaidi. Vatican atautoa katika changamoto za sasa kiulimwengu ambazo hasikupeki. Yupo katika dunia sasa, katika changamoto za kisasa atapambana nazo kwa